Yes bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana tena sana kwenye channel yako penda kabisa, channel ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani, tetesi za usajili kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na hapa tunazungumzia kwenye tetesi za usajili kuelekea dirisha kubwa la usajili, kuelekea katika dirisha la kiangazi, dirisha ambalo linatarajiwa kufunguliwa mwishoni mwa mwezi wa 6 na kufungwa mwishoni mwa mwezi wa 7. Karibu sana kuwa nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu kwa undani na kwa undani zaidi na zaidi juu ya mchezaji huyu ambaye anatua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, mashine ya kazi, beki wa kazi, kutua katika kikosi cha wananchi Young Africans. Kabla ya yote, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Kabla yote ni kwamba Yao Kwasi maarufu kwa jina la Jeshi ameanza kupona, lakini inaelezwa amepata majanga mengine eneo ambalo aliumia awali, ambapo huenda akakaa nje kwa muda zaidi. Young Africans inasubiri ripoti ya madaktari wa klabu hiyo kufahamu mchezaji huyo atakuwa nje kwa muda gani, lakini nyuma yake kuna hesabu kubwa zaidi ambazo zinapigwa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans kuhakikisha wananasa beki kuhakikisha wananasa saini ya beki wa kazi, mashine ya kazi ambaye anakipiga kunako klabu ya TP Englaba Mazembe Kungulu wa Lubumbashi. Na huyu ni nani? Nadhani unapenda kumfahamu au ungependa kumjua na kumfahamu ni mchezaji gani ambaye Young Africans wanamfukuzia kuhakikisha anakuja kuongeza nguvu au kuongeza uzito kuliko katika eneo la kulia au eneo la ulinzi wa kulia au ulinzi wa pembeni katika kikosi cha wananchi Young Africans. Yao Kwasi ambaye ameumia takribani nusu msimu wa 2024-2025. Yao Kwasi atola Jeshi. Inasemekana kwamba mwamba huyu hapa ambaye anaitwa Ibrahim Keita, nadhani wengi mnamfahamu, nadhani wengi mnamjua, ameweza kufanya baraa kubwa kweli kweli katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, au sio bwana? Ibrahim Keita raia wa Mauritania ambaye anakipiga kunako kikosi cha TP Englaba Mazembe. Inasadikika kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo kabisa, waaga mabosi wa klabu hiyo wakiombea kwamba katikati ya msimu huu pengine wanaweza mwishoni mwa msimu huu wanaweza wakanasa saini yake baada ya msimu huu kumalizika. Ibrahim Keita ambaye amekuwa na kikosi kizuri, amekuwa na kiwango bora kweli kweli katika msimu huu 2024-2025 akiwa na kikosi cha TP Englaba Mazembe. Engineer Hersi Said yupo anapambana kweli kweli kuhakikisha anasajili wachezaji ambao ni wazuri, kuhakikisha anasajili wachezaji ambao ni bora ili waje kuongeza nguvu katika kikosi hicho cha wananchi Young Africans kuelekea msimu ujao 2025-2026. Na ameweza kuahidi mashabiki pamoja na wanachama wa Young Africans kwamba kuelekea msimu ujao 2025-2026 watahakikisha wanasajili wachezaji wazuri, lakini pia watahakikisha wanafanya vizuri katika michuano ya kimataifa, yani michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wao mpaka hivi sasa wameshakata tiketi kuelekea michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao 2025-2026. Jina la kwanza ambalo lipo katika vitabu vya wananchi, katika vitabu vya viongozi wa Young Africans ni huyu hapa ambaye anaitwa Ibrahim Keita ambaye anakipiga kunako kikosi cha Kungulu wa Lubumbashi TP Englaba Mazembe ambayo inashiriki ligi kuu ya DRC ya Kongo. Kipi ambacho kitaenda kutokea juu ya mchezaji huyo kama Young Africans wakifanikiwa kunasa saini yake? Unafikiri ni baraa gani ambalo atakuja kuliongeza katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans? Hii ni baada kama Yao Kwasi Jeshi Autola ataendelea kuwa kwenye majeraha, basi Young Africans italazimika kumsajili mwamba huyo Ibrahim Keita ambaye anakipiga kunako kikosi cha TP Englaba Mazembe. Usiache kusubscribe, kushare pia na comment ili uendelee kuwa kwanza kupata updates za michezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye.